Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata tuzo hiyo. Kiukweli si kitu kidogo ambacho nimepata, ni kitu kikubwa ambacho kinaongeza kitu kwenye karia yangu ya football. Nawashukuru sana wa Tanzania. Kiukweli wamefanya kitu kikubwa sana. Naamini bila wao tusingeweza maybe kufanikiwa. Wamefanya kitu kikubwa, wamepiga kula kwa wingi. Yaani ni watu wengi walikuwa wananiambia, "Bwana, nishapiga kula," wananitumia. Kwa hiyo wamefanya kitu kikubwa sana, nawashukuru sana. Kiukweli waendelee na moyo huo kwangu, kwa watu wengine pia baadaye itakapotokea. Wasichoke, sisi ni vijana wao, waendelee kutupambania. Kama hivi wamepambana na tuzo imekuja nyumbani, nawashukuru sana. Naamini wapo wachezaji wengi wenye vipaji ambao bado hawajaonekana kwenye tasnia ya football. Na washauri mimi kama kijana mwenzao waendelee kupambana, wasiweze kukata tamaa, kwa sababu mafanikio yoyote yanakuja kwa mtu ambaye hakati tamaa. Kwa hiyo ukikata tamaa unakuwa kama umejifelisha. Lakini ukipambana, ukiamini ipo siku nitaweza kuwa kama fulani, au mimi naweza kufikia malengo fulani, basi Mwenyezi Mungu anaweza kukubariki na kufikia malengo hayo. Katika hatua nyingine, Mzize ameelezea sababu za yeye kushindwa kuhudhuria usiku wa kihistoria wa tuzo za shirikisho la soka barani Afrika CAF, kubwa likiwa ni majeraha ambayo yanamzuia kusafiri umbali mrefu. Kwanza ambacho mimi kitu ambacho hakijanifanya kimefanya nisiende ni majeraha. Na kila mtu anafahamu mimi sasa hivi niko katika majeraha, na taarifa imekuja Young African wakanitafuta, wakaniambia unatakiwa kufika Morocco kwa ajili ya tuzo. Mimi binafsi nikawajibu kuwa mimi siwezi kuambia kitu chochote. Kwa hiyo nikatafuta daktari alishauri hautakiwi kusafiri umbali mrefu kiasi hicho, sababu Morocco ni mbali na bidi upande ndege takriban 2 yani mpaka kufika. Kwa hiyo akasema ni sehemu ndefu na jeraha ulilonalo hautakiwi kusafiri umbali huo mrefu. Lakini Yanga wenyewe walingangania unatakiwa kwenda katika hizi tuzo, kwa sababu ni kitu ambacho ni kizuri na unaonesha picha nzuri kwenye karia yako, pia unapata ukumbusho mzuri. Ningekutana na watu tofauti ambao sijawahi hata kuwaona. Kwa hiyo wao wenyewe waliumia kwa nini mimi sikwenda kwenye hizo tuzo, lakini nilimsikiliza daktari wangu kwa sababu yeye ndo ananiangalia na niko chini yake. Yeye alivyonishauri hautakiwi kwenda kwa sababu ni kitu kizuri kweli, lakini tunaangalia afya yako pia. Yanga nao walinishauri kwa nini uende, kwa sababu hizi ni tuzo na wewe ni mara yako ya kwanza, ulitakiwa kufika katika hizi tuzo, na hata Engineer Hersi yupo Morocco na alinipigia unatakiwa kufika kwenye hizi tuzo. Lakini na yeye aliwasiliana na daktari wangu na kujulishwa kuwa huyu mtu kwa sasa hivi hatakiwi kusafiri umbali mrefu kiasi hicho. Kwa hiyo hizi rumors zinakuja, klabu yangu sijui zimekataa mimi kwenda. Yanga wenyewe ndio walikuwa kipaumbele ya mimi kwenda. Yaani walitaka kunipa hadi support ya mtu ili tu niweze kufika kwenye hizo tuzo, lakini daktari alishauri akasema hapana. Yaani ingekuwa sio daktari kusema hautakiwi kusafiri umbali mrefu, basi mimi mwenyewe ningekuwa pale kwenye zile tuzo. Lakini yote kwa yote tuseme ni ishara Mwenyezi Mungu hakupanga mimi niwepo. Naamini kwa wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaweza akajalia na nikawepo kwenye tuzo hizo.